mpenzi mtazamaji wa Sema Africa Media TV. Ni mimi mtangazaji wako Huzaima Salum. Na leo ni mara nyingine tena nipo na mshairi ambaye ni chipukizi lakini anafanya vizuri katika tasnia ya mashairi. Ungana nami ili uweze kufahamu anaitwa nani na ni lini hasa ameanza kujikita katika tasnia ya mashairi. Naam, hujambo? Jambo, nashukuru Mwenyezi Mungu. Vipi wewe, hali yako? Alhamdulillah. Kwa niaba ya watazamaji wanataka kufahamu unaitwa nani na ni lini hasa umeanza kujikita katika tasnia ya mashairi? Kwa jina naitwa Mustafa Sultani Hamisi, mkazi wa Koani Kibonde Maji, wilaya ya Kati. Mimi ni mshairi wa papo kwa papo, wa utezi na mashairi wa papo kwa papo. Na tangu mwaka nilianza kusoma mashairi, kusema kweli nimependea tangu mtoto, napenda haya hii fani. Tangu mtoto nimependa mpaka kufikia ukubwani, tena nimeibukia na fani hii ya mashairi. Almost ni miaka mingapi tangu ujikite katika tasnia ya mashairi? Tangu nijikite katika mashairi sasa ni mwaka wa 4. Mwaka wa 4. Ni changamoto gani ambazo unakumbana nazo katika tasnia yako hiyo ya mashairi? Changamoto nakumbana nazo kwa kweli, washabiki wale wadau wa kupenda mashairi hapo kwa papo ni kidogo sana. Kwa kweli hawatupi mtishani wa kufanya kazi yetu tuwe na moyo. Na tunarudi nyuma sasa ni hapo kwa papo kwa hilo. Na kipaji chako hicho cha uimbaji wa mashairi uligundua yani vipi kama wewe una kipaji hicho cha mashairi? Nimejigundua mimi kipaji cha mashairi nilipokuwa mdogo. Ilikuwa napenda sana mambo ya usanii. Na hata nilipokuwa nipo shule basi vile nachaguliwa kwenda kusoma mashairi pale, kufanya kuigiza michezo. Kwa maana hiyo ilikuwa kusema kwa tangu mdogo nimependa kipaji. Na labda kuna mshairi yoyote ambaye unasema yes, wewe nikimuona lazima nipite katika njia zake? Naam sana. Naam. Labda unaweza kutajia ni nani wewe? Huyu bana, kuna mwalimu wetu ambaye ni kiongozi wetu kwa hapa Zanzibar au Tanzania hii, anaitwa Kasim Yusuf, huyu kwa maarufu Zero Kasorobo. Huyu ilikuwa anampenda sana vile akasoma, nikawa nasimuliza huyu jamaa huyu anasoma vipi huyu, na hana karatasi na hana buku, anatumia kitu gani, au ana rekodi katika buku alafu anahifadhi moyoni. Nikamfuatilia yule, nikamwambia kaka, vipi, mbona nakuona kwenye mitandao unasoma huna karatasi una nini hivi, unatumia jitihada gani? Akaniambia kwani umeniuliza hivyo? Nikamwambia ndio, maana yake mimi hapa unavyoniona ninacho kipaji hicho, lakini bado sijajiamini kwenda soma bila karatasi, naona kama nitaenda sivyo tu. Ndipo hapo akanipa changamoto ya kuniambia kwa sababu fuatilia hichi kipaji chako, alafu na mimi nitakuwa nyuma yako kuongoza. Na labda katika mitandao ya kijamii kuna jina lolote ambalo unatumia au ni vipi? Katika mitandao ya kijamii hivi, lakini bado sijafika kwenye mambo ya WhatsApp, YouTube bado sijafika, ila katika kijamii natumia maarufu wangu Hoza. Na hilo ni jina lako la kimaarufu labda mitaani? Na mitaani, na hilo la usanii Hoza. Na kwa nini Hoza, ilitokana na nini haswa? Hoza imetokana kama nilivyokuambia awali, mimi ni mwanamichezo. Kwa hivyo ilikuwa mchezaji, mpaka sasa hivi mchezaji mpira, mtu kama wa michezo mingi tu. Kwa hivyo katika vile kucheza mpira vile watu wakaniona huko nje, jamaa yule kama kuna mchezaji wa zamani ilikuwa anaitwa Hoza bwana, na yule tumgeuze jina aitwe Hoza. Kwa hiyo haikutokana katika tasnia ya mashairi, ilitokana na mipira. Hiyo imetokana na mpira, kwa maana hiyo tena ndio ikaja katika jamii hiyo hapo tena. Na kuna faida yote ambayo unaipata katika tasnia yako hiyo ya uimbaji wa mashairi na utezi? Mpaka sasa hivi faida, kusema kweli, labda faida ninayoipata labda ya upendo tu na watu, kwa waniite niwasomee mashairi, niwafurahishe wenye mawazo, wenye fikra nyinginezo, niwape maarifa kwa njia ya mashairi. Lakini faida sasa ile kusema nimejikita hapa katika nifanye kazi sasa, kikweli bado sijaipata na sijaiona. Labda ushawahi kuitwa tamasha lolote kubwa linalojulikana hapa kisiwani Zanzibar na hata Tanzania bara? Bado sijaitwa kwa sababu bado sijajionyesha katika jamii. Basi tunaomba tu tupe ladha ya mashairi ambayo unayaimba.
Sasa mimi mashairi nayoimba ndio yoyote tu, hata wewe ukasema nikimbie shairi fulani naweza kuliva. Sina shairi maalum mimi kama limelihifadhi moyoni. Kwa sababu kama nilivyokuambia kipaji hiki Mwenyezi Mungu kanipa na nashukuru. Kwa hivyo unaweza hata kama unichagulia wewe manake kwa maana hiyo wewe ni mshairi ule wa papo kwa papo. Naam, papo kwa papo. Sisi ni Sema Africa Media bado bado tunajitafuta, hatujafika stage ambayo tunaitamani. Kwa hiyo sitamani tuimbie la kuhamasisha watu ili waweze kusubscribe, kulike, kucomment ili tuweze kufika mbali zaidi. Sawa, na ni umesema TV gani? Sema Africa Media. Sema Africa Media. Naam. Natoa wangu wasia kwa Sema Africa Media. Natoa wangu wasia kutoka kwa Africa Media. Vijana walotulia mambo wanayapatia, wachukua wasanii vipaji kuwapatia. Yasema Africa Media na wafagilia, wanachukua wasanii waliokuwa sawia, wanaongoza jamii vipaji vinabobea, na tena wakuwa juu hapata wafagilia. Hongera Africa Media hapana wafagilia, kwa hili munalofanya hongera ninawaambia, hata walipara bana kwa yote mojifanyia, wafanya mazuri sana hongera na fagilia. Hongera Africa Media kwa mno tufanyia, muzidi kuwachukua vijana wenye vipaji, wapate kuendelea tupate kujifariji, tuikamate bendera tuoneshe ni bidii. Hongera Africa Media kwa mno tufanyia, nawapa hongera sana dada na wangu kijana, nawapa hongera sana kwa haya munayofanya, nawapa hongera sana hata waniparabana. Hongera Africa Media kwa haya munayofanya, na wote nawaambia kwa wale wenye vipaji basi hawakuafikia mupate kujifariji, mutakwenda mbali sana kwa uwezo wa wadudi. Hongera Africa Media kwa haya mnayofanya. Nadhani wasia wangu hapa nimeshautoa, hiki ndi kipaji changu kanijalia, na hapa nipo na wenzangu 4 amejikalia. Hongera Africa Media kwa mnayofanya. Naam. Asante sana. Naam, asante sana nawe. Na kwa maoni yako kwa wapenzi watazamaji na wadau wa Sema Africa Media ni nini haswa? Naam, maoni yangu na wadau nawaambia kwamba tuipende kwanza Africa Media hii, tuipende, alafu na tuzidi kuifuatilia, na kama pana itilafu pia hakuna binadamu aliyokuwa mkamilifu. Basi tuambie, ni mradi uende mbele na tuzidi kutupata watu kama sisi vipaji tuliokuwepo mbalimbali. Leo hii tumetolewa katika mitandao hii. Ushauri wangu ndio huo. Asante sana. Asante sana. Na mpenzi mtazamaji wa Sema Africa Media TV, nilikuwa na mshairi chipukizi, lakini ni mshairi ambaye ana uwezo wa kuimba mashairi kwa papo kwa papo. Amenipa kionjo ambacho sikutegemea siku ya leo. Nami ni mpenzi mtazamaji umefurahia, lakini ni kusihi tu usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe wa kwanza kabisa kupata habari zetu. Kwaheri.